Ni sherehe na shangwe za anniversary ya miaka 12 ya huduma ya Hema ya Daudi, yaani HHD, katika ibada ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu iliyofanyika Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026 katika madhabahu ya ENCC Mji wa Bwana, Mbezi kwa Msuguri, yenye thimu inayosema kwamba sifa inayofungua lango la Masihi, kutoka katika kitabu cha Zaburi 100 mstari wa 4. Zipo sifa zinazoweza kufungua lango la Masihi, na kwa kuwapo kwa ibada ya kusifu na kuabudu, watu wengi wamekuwa wakifunguliwa vifungo mbalimbali. Ni kama vile kiwete aliyekuwa anakaa kwenye mlango mzuri. Petro na Yohana hawakuwa na kitu cha kumpa, ila kwa jina la Yesu vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Wakati Petro wanakuja, alitarajia hawa watu watanipatia pesa, lakini huku ndani Petro na Yohana walikuwa wenyewe wanasema leo ni lazima jambo kubwa litendeke. Haleluya! Akasema nilicho nacho ndicho nikupacho. Anakijua alicho nacho, alafu anampatia na mwingine. Hayo yalisemwa na mlezi wa huduma ya Hema ya Daudi, Ididi Manase, ambaye ni mke wa askofu mkuu wa makanisa ENCC Tanzania, na akawataka wana HHD kufanya kazi hiyo ya ufalme kwa uaminifu. Aidha, muda wa mawindo ulipofika, wana HHD walipokea baraka kutoka kwa walinzi wa madhabahu, na wao walikuwa na haya ya kusema. Moja ya jambo ambalo mnapaswa kufahamu, kati ya vitu ambavyo adui anapambana navyo kila inapoitwa ni kuona, anataka ahakikishe haoni mtu yote akimsifu Mungu, kwa sababu kuzimu haiwezi kumsifu Mungu ila sisi tulio hai. Na kama Mungu amefanya nyinyi kuwa mbele katika kutuongoza siku msifu na kumwabudu Mungu, uwe na hakika adui hata nyamaza wala hata tulia. Atajitahidi kupambana na wewe, na akikutetea kila namna ya sauti ambazo zinaweza kupoteza mwelekeo. Mungu awasaidie. Naye Askofu Dr. Manase Dim hakuwa mbali, kwani naye aliwaambia mambo matatu ya kuzingatia katika utumishi wao. Ni kwa kila mmoja wao kuwa na hekima, uvumilivu na umoja, kutawafanya waepukane na migogoro isiyokuwa na ulazima. Na ili upate matokeo katika huduma yako, mambo makubwa matatu yapasi kuepuka: unakuwa na hekima, unakuwa na uvumilivu, na mnakuwa na umoja miongoni mwenu. Mtu yoyote akiwa hana hekima amekosa ufahamu wa jinsi ya kumwabudu Mungu anayestahili kuabudiwa kwa ukuu. Utaingia na kutoka kwa Mungu kwa namna ambayo Mungu atakuepuka. Ndio maana katika baadhi ya maeneo anasema watu hawa wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami, na waniondolee kelele zao. Hawa ni watu waliokosa ufahamu, wamekosa hekima. Ibada hii kubwa na yenye thamani ya kilele cha juma la HHD ilikuwa na kauli mbiu iliyokuwa inasema sifa inayofungua lango la Masihi. Ni ibada iliyofanyika kwa muda mrefu wa kumsifu na kumwabudu Mungu, na watu wengi waliguswa, walifunguliwa na kuwekwa huru. Wapo baadhi ya waumini wa kanisa hilo walipata nafasi ya kuizungumzia ibada hii, na walikuwa na haya ya kusema. Kiukweli ibada ya leo ilikuwa ni nzuri na namshukuru Mungu sana. Tumeona matendo yake makuu. Kiukweli tuna ushuhuda, kwa sababu sisi kama vijana tuna mambo mengi sana. Kuna wakati tunakuwa labda na majukumu, unaweza ukaona labda unakosa hata nafasi ya kuwepo madhabahuni, lakini sisi tumejitoa kwa Mungu, tunamtumikia yeye, na kiukweli tunaona matendo makuu ya Mungu. Ndio tangu nimeanza kuwa kwenye madhabahu hii, kuna mengi ameniokoa. Kama kuna vita za kiroho ambazo nilikuwa napambana nazo nikiwa shule, na pia kuna mambo mengi kama magonjwa ameniponya. Kuna mengi ambayo ya kimaisha amenisaidia kuvuka. Yeah, exactly. Nikiripoti kutoka ENCC Mji wa Bwana, Mbezi kwa Msuguri, jijini Dar es Salaam, mimi ni Sylvia Chilolo wa Hebron TV.